Habari zenu, Glady Lifestyle, aka Shushua wengi. Nawakaribisha tena sana siku hii ya leo, ili tena tuanze kupelekana tena kwa safari nyingine. Kuwakumbusha ama nikikukumbusha tu kidogo, tulikuwa tumeanza part 1 ya kuongelelea about maboma zetu, venye tunaishi na watu wenye watu wenye tuko nao kwa nyumba kwa boma zetu. So, kwa leo ni part 2. Ni part 2 ya ile story nilikuwa nimewapatia last time ya kuhusu mabwana zetu, venye tunaishi na mabwana zetu nyumbani, brothers zetu, yani wazee wetu, yani mtu wowote ambao ni mfano wa mwanaume ama ni mwanaume, venye tunaweza kumpokea kwa nyumba. Na sana venye nilikuwa naongelelea hiyo story, nilikuwa naongelelea about our husband ama waume zetu. Hapo ndipo nilikuwa nimelenga sana. But siku ya leo tukiendelea na hii story ama tukiendelea na hii topic, nilikuwa sasa tena nataka tuongelelea about sisi. Wacha sasa tukuje kwetu sisi. Na kabla hatujaenda sana, kama venye huwa nakukumbusha sana kama wewe niseme aje, sasa ndatumia lugha gani? Kama wewe huwa unaniocha ama kama huwa tunaandamana na wewe ama wewe kama huwa unanifuata, I know labda umesubscribe, so when you watch tutaendelea kuwatch na kushare. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka sana kusubscribe. Kumbuka kusubscribe, na unapo subscribe kumbuka kufinya kale kakengele. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuniwatch, kumbuka kusubscribe. Na hata kama labda, acha niache kusema mara yako ya kwanza, labda umeniwatch mara mingi, hatujai kuwa na ile neema ya kusubscribe. Kwa siku ya leo, hiyo neema na iwe kwako. Hiyo neema na uwe nayo ya kusubscribe. Juu unajua kuna kitu kingine tena nimekuja kugundua kwa sisi watu ambao huwa tunaingia sana kwa mtandao. Sijui shida yetu inakuanga nini ama sijui nini kinakuanga kibao. Unaweza kuta tu nimeview video ya mtu, nimewatch vizuri, nimelike, but sija subscribe. Hasa ndio maana nakuambia hata labda si mara yako ya kwanza. Labda ushawahi niwatch siku nyingine, ukalike, ukaview, ukawatch, but hujaipata ile neema ya kusubscribe. Hiyo neema hebu na uwe nayo ile siku ya leo, usubscribe. Ukumbuke ukisha subscribe, si tutakuwa ukisubscribe kwa every video yenye nitakuwa nikipost. Hapana, ukisha subscribe ni hivyo. Tumeandamana, tumepelekana. Hauta subscribe tena. Utakuwa tu ni hivyo ukisubscribe na ukumbuke kufinya kale kakengele. Ni hivyo mambo yetu na wewe yako dhuru tushapatana hapa kwa hapa. So, kama una watch na uja subscribe, hebu subscribe. Hebu pata ile neema ya kusubscribe. Kuzio pia ni neema ambayo inatoka ndani ya mtu. Na hiyo neema huwa inawekwa ndani ya mtu na Mungu. Unakuta unawatch mtu na unapata ile neema ya kusubscribe. Kwa sisi watu wengi sana wanakuanga na hiyo neema. Ndiposa nakwambia wewe unaniwatch saa hizi, hiyo neema na iwe kwako, uwe na ule uwepesi wa kusubscribe tunapoendelea. Haya, tuko kwa part 2 ya topiki yetu. Na leo kwa part 2 kwa tulikuwa tushamalizia kuongelea na mambo na wababa, nilikuwa nataka sasa tuongelelea about wamama. Sisi wamama okay, na nilikuambia ulimi ukiteleza tena nirudie mara kwa mara. Mimi kwa kila video yangu napendanga sana kutaja hiyo kitu. Ni kwa sababu mimi najua huwa nafanya hivyo. Si ati nakwambia kitu yenye sijui, najua huwa nafanya hivyo. Huwa nateleza mara kwa mara. So ndio maana wanakuambia mala popote unasikia na gakuhega ukaigua nurahigika, kuwa na ule uwepesi wa kutupanishia na huko ndio tuweze kuandamana, tuweze kuendelea. Nilikuwa nataka kusema aje ama nilikuwa nasema aje ama nilikuwa nimeanzia kusema aje. Pia sisi wa mama hukwasika. Pia hata sisi wa mama hukwasika. Tunapofika pale kwa nyumba ama tunapoingia kwa nyumba, unakuta labda wewe ndio provider pale ama labda mko provider nyinyi wote wawili. Niseme sasa tunaongelelea about sisi wa mama Kenya ambao huwa tunapitia na tunaweza aje kuovercome zile mambo. Tunawezaje kuovercome ile situation yenye tunakuta kwa nyumba zetu na wale ambao tunakalishana nao ama wale ambao tunaweza kuita ni mabwana zetu. Tunawezaje kuovercome na tuweze kuendelea na maisha. Unajua kwa nini nataka kupatiana hii topic sana? Ni kwa sababu kuna siri nyingine ama kuna research nyingine nilikuja kufanya. Tusipokuwa na ile knowledge ya ku-overcome mambo ambayo yanatupata kwa manyumba zetu, unakutanga hata sisi wa mama, kuna mambo ambayo tunafanya, unakuta tumetoka nje ya mambo.
ama tumetoka nje ya ile situation yenye tunapitia kwa sababu ya ule ungumu wa kukosa kujua tunawezaje kuovercome situation yenye imetukuta. Ninasema hivyo kwa nini? Labda wewe ni mama uko pale, wewe ni provider, pia wewe unaendanga job. Haya, bwana wako pia anaenda job. So mnatoka nyinyi wawili kwa nyumba asubuhi, si ndio? Mkishatoka, kuna ile situation unakuta ambapo jua anajua yeye kazi yake akishatokea ni kukaa chini, ana relax, anangojea wewe mama, na labda hata mmekujanisha na yeye ama umekuta yeye ashafika mbele. Ako pale, anangojea wewe ukuje, uweke kibeti yako chini, uanze kumshughulikia. Na ukumbuke mmechoka the same. Kuzi mlitoka kwa nyumba nyinyi wote asubuhi. Labda mlitoka kitu 6:30 ama saa moja kulingana na mahala mko job. Mmeajiriwa nyinyi wote. So mmetoka the same time, mmeingia the same time, ama unakuta mbaba ameingia mbele. Lakini huyu mbaba hawezi akaingia kwa nyumba. Na pole sana kuita mbaba kama ninatumia bado jina nzito. Mnisamehe kwa hiyo mbaba kuna venye nimeanza kusikia nikana kwamba ina sound kitu ambayo ifai, lakini nitaendelea tu naye. Wewe utajijazia ujue kama mbaba inakuletea ule uzito wa kushindwa. Kwa nini nawaita mbaba? Ni kwa sababu ni baba. Sasa ndio maana ninamuita ni baba wa mtu pale kwa ile nyumba, ama ni mzee wako pale kwa ile nyumba. Okay, niseme aje? Umeingia, umemkuta amerelax pale, kazi yake tu amekaa chini amechukua remote, na wewe umeingia na mabag zako, umekuja umejichokea ila hakuna. Unaingia kwa nyumba unamkuta ako pale, anakungojea pale. Tuseme kwa mfano, nitumie mfano hapa hivi. Unajua katika haya maisha tunaishi hapo sasa, ndio ulimi huwa inatoka nje ya mambo. Ndio maana nakwambianga kuanga na ule urahisi. Katika haya maisha tunaishi humu duniani, si watu wote tumefanikiwa ati tuko na shower, ati mtu akiingia anaenda kama ameingia straight. So kuna venye lazima utitikane na ile ndo unampelekea mtu maji kwa bafu, ama wewe mwenyewe unajipelekea maji kwa bafu. Kwa wale tumebarikiwa, tunashukuru kwa sababu si lazima ile tendo litendeke. Unakuta mtu ameingia jingia kwa bafu mwenyewe amejishughulikia na huko ameoga ametoka akiwa fresh. But sasa kuna wale ambao hawajafikishwa hiyo kiwango na Mungu, na maisha ni step by step. Tunaenda step by step. Kwa hivyo ukisikia ati sijui labda haujafikia pale, ujua labda kesho utakuwa pale. Mambo ya Mungu hayajulikani. But kwa sasa nataka tuongelelee kwa sisi, ama kwa wewe ambao bado hauko pale, haujafika kwa ile kiwango cha ati unapotoka kazini unaenda straight kama umeingia bafu. Nataka kwanza tuongelelea mambo ya bafu. Kwa nini? Kwa sababu hiyo kitu nimesikia na wamama wengi sana. Nimesikia tunapoongea na wamama, unasikia tu mtu anakuambia nimechoka, nimeingia kwa nyumba nimechoka. Unakuta mzee bado hajaenda kuoga, ananingojea mimi nimpelekee maji kwa bafu ndio aende akaoge, na tumechoka, tumetoka kasi the same. Ndio maana nataka kwanza kuanzia na hiyo topic ya kwenda kuoga, ya kwenda kwa bafu. Nataka sana kwanza tuanzie hapo. Hapo ndio nataka tulenge sana, kabla tukuje tukiendaga step by step kwa hizi zingine. Acha kwanza tulenge hii ya kwenda kwa bafu. Eti ako tu pale anakungojea. Sasa zile utafika, hata kama utafika saa ngapi, sasa ndio utakuja kujua kama amechemshiwa maji. Labda umebarikiwa uko na maid amechemshiwa maji. Unajua sasa tena uwezi ukamtumainia maid eti ndiye atakuwa akimpelekea maji kwa bafu, hata kama mzee amefika mbele amekuta maid. So wewe ndio mzee anatarajia ndio akuje chukue nini? Wazee wetu, tafadhalini, kama mnaniocha, mambo zingine achanga tukajifanyia, ama hebu na tujifanyiange mambo zingine. Kama sasa atikungojea ati hadi mama akuje achukue basket akuwekea maji akupeleke kwa bafu, na ametoka job the same na venye umetoka, it is not good. Na hapo ndio unakuta mama naye anakusanya zile mambo ambayo unamfanyia kidogo kidogo. Anaona hapa kuna venye huyu mtu hanibebi na uzito, anichukuli nikana kwamba nimechoka akichoka, anichukuli nikana kwamba nimetoka kutafuta akitoka kutafuta. So unakuta huyo mama zile vitu anaziunganisha. Alikatanga kujipelekangia maji kwa bafu, ananingojea hadi nikuje ndio ataniambia kwanza nipelekee maji kwa bafu. Unakuta umempelekea maji kwa bafu, ameoga,
Ye wakati anakula, amerelax pale anakula, wewe uko pale nje unapambana na viatu zake kumpanguzia ama kumpakia rangi. Unaona? Labda zimeoshwa na maid, sikatai maid amefanya kazi yake ameosha, but ile kupaka rangi unakuta ukishamaliza hiyo, kuna wanaume pia watakangi hadi maid afanyie nguo kuwapigia pasi. Umemaliza hiyo, kumbuka bado hujaoga mama, bado tu uko pale unamshughulikia kwanza. Hata kama nilisema ni firstborn zetu hapa, kuna kitu nataka nyi wanaume pia mshike hapa. Si ati kwa sababu ati nyinyi ni firstborn mbebewe everything. Kuna part ambao hata unafaa kujibebea kulingana, na ninasema hapa sana sana kama mko job nyinyi wawili. Na sasa hajakuacha kwa nyumba ati umeshinda uko the whole day. Kama umeacha kule umeshinda uko the whole day, uko na ile rate ya kuwa umemfanyia kila kitu, kwa sababu sasa uko huko tu unamngojea, yeye ndio unamngojea. Lakini kama mnaenda job nyinyi wawili, hapa mwanaume nisikize sana. Mama amekuja mmechoka pamoja na yeye. Unamngojea akupelekea maji kwa bafu, yeye bado hajaoga, amekupelekea yako. Arudi akuje viatu zako zimeoshwa, yeye na maid, sikatai, but rangi wewe unasemanga rangi isipakwe na mtu mwingine isipokuwa bibi yako. Unakuta kama ni nguo maid ashafua, sikatai, but unasema zisipigwe pasi na mtu mwingine isipokuwa bibi yako. Bibi yako huyo mmetoka job na yeye. Mmekuja amekupelekea maji kwa bafu, amekupakia kiatu rangi. Amerudi hapo hivyo amekupigia nguo zako pasi. Ule bibi ni lazima aende akaangalia watoto venye wako. Mtoto labda walitokea shule, wamekuja Yesu wameoga, wamekula, cosmetic alikuwa asha prepare na whatever, but mama ni lazima ingie kwa ile bedroom ya watoto ajue hao watoto wamelala aje, wako aje. Lakini wewe mzee uko tu pale. Uko tu pale unamwangalilia tu. Sometimes tukiendelea na hii topic yetu, nyinyi wazee kuweni na ule mzigo wa kusema juu ni mimi nimefika mbele. Mambo mengine kama kujipelekea mambo kwa bafu nikaoge, acha nijifanyie. Akutange nishajifanyia. Mambo mengine kama kujipakia kiatu rangi, acha nijipakie. Akutange zile vitu nishafanya. Mambo mengine kama kupiga nguo pasi, acha nijipigie nguo yangu pasi, hata ikiwezekana hata na yake pia. Na hiyo ndio kujenga boma. Na hapo ndio tunaweza kusikizana na tunaweza kupelekana. Unakuta ule mama ako na ule urahisi ati hata ukimfanyia makosa ingine, yale makosa ambayo umemfanyia yanapigwa na haya mazuri. Nataka kusema nini? Wewe mbaba, kama utakuwa na mazuri mengi ambayo unamfanyia bibi yako, wakati unapomkosea kosa lingine, atakuwa na ule urahisi sana wa kukusamehe juu anajua kuna venye hata wewe unajipanga na mambo zako. Lakini kama wakati wote wewe unatokea tu kwa kazi, unakaa tu kwa kitu unamngojea, yeye ndiye everything, definitely huyo mama atachoka. Kwa hivyo, nikiongelelea kwa sisi wa mama, tuko na mambo mengi sana sana huwa tunapitia hata sisi. Na wewe mama wakati unapitia yale mambo, ningekuomba ama ningekusii, wakati unapitia yale mambo, usipitiange ati ukinungunika, ukisemanga yanga sijui anga nini. Hebu wewe ukiyapitia ukiombanga Mungu, ni todo ni kuri Ngai mugarurania. Unapoyapitia ukiombanga Mungu, ukimwombea unampatiana sana sana kwa Mungu. Wakati unapitia ile situation, unapitia ukiombanga Mungu. Si ati juu unapitia unakuta tunakuja unamgombanisha, kazi yako tu ni kushinda hapa, kazi yako wamama tujombo vile. Pitia ukimpatiananga kwa Mungu. Unaambia Mungu, juu najua wewe unaweza kuchange kitu. Mimi najua unaweza kufanya mabadiliko. Siwe Mungu ni huwa tunatarajia hata saa zile jua imewaka kubwa sana tunakutarajia utanyesha, utafanya kunyeshe na kunanyesha. Si ni huwa tunafanya tegemeo letu. Kama wewe Mungu wewe unafanya mwanadamu akiwa amelala amejisahau hata hajui mahali yako, unafanya arauke asubuhi na anajikuta tena amerauka, hata huyo mtu kuna nguvu za kumchange. Hata huyo bwanangu kuna nguvu za kumchange. Wamama, hebu ninatutorokee pande ya maombi. Kwa sababu tusipotorokea pande ya maombi, kuna story ingine nilikuwa nimeona kwa kipindi fulani. Hata niache kutaja vipindi za watu. But ni mama alikuwa ameshikwa. Alikuwa already ako kwa prison. Sasa alikuwa anajieleza sababu yenye ilifanya ashikwe na akajikuta kwa prison. Akajikuta anaenda Lang'ata. Imagine akafungwa tu for life. Na ni mama mwenye alikuwa na mtoto mmoja. Sasa mtoto wake alimwacha akiwa ameteseka. Nilisikiza hiyo story, nikaisikiza nikasema, Mungu na atupatie neema.
ya kujua venye tunaweza kuishi na hawa watu. Huyo mama chanzo yake ya kushikwa, alimua bwana yake. Na kulingana na kujieleza kwake venye alikuwa anajieleza akiongea pale, akiwa katika jela kuzuridi sasa shafungwa, alikuwa tu anahojiwa na kipindi fulani ambao sitaitaja. Nikaisikiza nikaona huyu mama, imagine hata ile kitu kubwa kenye waliulizana na huyo mzee, hata ukisikiza unaweza sema aish, nikana kwamba kulikuwa na shetani fulani. Nilisema sana sana nikingoa unakuwa na ule urahisi wa kufanya nini, kunisamea kuzulimi ni lazima unagonga gongo pale. Unajua shoshoa wengi meno acha tu nicheke kuzi nikipata na time ya kucheka acha tu nicheke. So shoshoa wengi meno kadhaa yametoka, ulimi lazima unaenda unasunguka hivyo. But mimi haja yangu ni message kufikia kulingana na venye iko. Haya mengine okay, ule mdada alikuwa anajisema, alikuwa anaongea, akasema ule bwana yake imagine ati hata hawakuwa ati na ile mvurutano, unaweza kusema ati ni mvurutano. Waliulizana kitu kidogo sana. Ukisikia ile story ama ile kitu ambao hawa watu waliulizana, kweli unaweza kuona shetani anasunguka kwa maboma. Na ndio maana nakuambia, unapokuta mume wako ako na attitude fulani ama kuna kitu fulani ambao amekufanyia kwa muda unasikia ambao kimekufinya, usiwe na ule haraka ya kumkasirikia. Hebu kuwa na ule haraka ya kwanza maombi. Badala ya kuwa na ule na ile kitu ya kuharakisha kumkemea ama kumuuliza nini ama nini, kuwa na ule uharaka ya kwanza kusema okay, Mungu unajua unaweza nigeuzia haya mambo yawe nini, yawe mepesi, unaweza kunigeuzia huu mzigo uwe mwepesi. Ni kwa sababu ule mwanadada kama angekuwa na ile haraka ya kwanza kumuomba Mungu badala ya kuchukua hatua mikononi mwake, hapo hako saa hiyo hangekuwa. Cause alikuwa anapatiana story hadi akili yanga. Unaona ule mtu sasa please zako ni kana kwamba ana regret, niarerira ana regret ile mambo alifanya. Anaona ni kana yani sijui, cause alikuwa hadi anasema sasa huwa ana miss kuona mtoto wake azia akamuona. Hasa badala ya tujikute na kwa mambo kama hayo, wanadada wenzangu ama wamama wenzangu, nia yangu ya kukupatia hii topic ni unapopitia mambo kama hayo, hebu usiwe na ule uharaka wa kuchukua kitu yenye iko karibu na wewe ati umgonge mwenzako. Kuzuia msichana ama huyo mama ni muite hivyo, naweza tu kumsema msichana kulingana na age yake, but alikuwa mama kuzaa, alikuwa already na mtoto, alikuwa already na huyo bwana wake. Alikimbia venye walianza kugombana na mzee wake, ujue ile hasira, alipinduka tu nyuma, akaona kisu alichukua akamdunga nayo. Maana alimdunga, I think kulingana na venye alikuwa anapatiana story, alimdunga hapa hivi kwa shingo. Na tia akisema hivyo hakuwa anatarajia ati amfanye kitu kibaya. Alikuwa nile kumstua ndio vita ikaonekana imefanya nini, ndio mzee aache kumtishia atamchapa ama mzee aache kumtishia na vita. So na yeye alikuwa ni ile kuchukua ile kisu ni kama kumtishia. Lakini kwa bahati mbaya mzee naye juu hakuwa anaamini ati msichana anaweza kumdunga, kujizuilia ama kuzuia ile kisu. So ni kama ile kustuka, anaweza fanya hivi, anaweza akistuka akajikuta kisu ishamdunga. Mtoto wenyewe kulingana na ile story yenye huyo msichana alikuwa anapeana, ule mzee alianguka na akaanza kubreed. Kitambo huyu mama atoke nje apige nduru kozaku anatarajia hayo mambo, hata ati hakutoroka. Ati venye mtu anafanyanga kitu anatoroka atafuta ngwe, hapana. Yeye alikutwa tu na maneighbors huko kwa akipiga nduru na akakutwa hadi na askari kwa akipiga nduru. Sasa mama mwenzangu, kwa nini ungojea hayo mambo ya kufike? Najua hawa watu wanatukulia sometimes huwa wanakuwa mizigo kwetu, lakini badala ifike hapo, hebu kwanza muombe Mungu kabla ifike hiyo situation ya ati mnachukuliania wewe amechukua hiyo amechukua hii. Hebu kwanza mpeane huyo mtu kwa Mungu. Ukishampeana kwa Mungu, then sasa kufikiria what next. We kazi yako ushaifanya, ushampeana, sasa unangojea report kutoka kwa Mungu. Mungu adili na yeye. Mungu mwenye anajua kugeuza ageuze. Cause mimi hupenda sana kusema, kwa sababu mimi nishashuhudia Mungu akitenda mambo. Kwa sababu wale watu wengi sana nimeongelesha, unakuta mtu anakuletea ushuhuda anakuambia by the way ameona mabadiliko. Unakuta mwingine anakuja anakuambia tangia nianza kufanya hivi nimeona mabadiliko. Sisi kama wamama, hebu tuombange Mungu atupatiange hekima kama ile alipatia Suleimani.
ndio tujue venye tunaweza kuishi na hawa watu. Uko na kazi, umeajiriwa place, uko na kazi kama venye nimetangulia kusema, umekuja tu uko na stress za kwako kwa job venye umepitia, umekuta mwingine hapa hivi naye anakuongezea singine. Ndio tuweze kubeba ule mzigo kwa uwepesi, tutafanya aje? Tunaomba Mungu atupatie hekima kama venye alipatia Suleimani ile hekima ya kuweza kuishi na familia yake. Aka Shosho Walengi, tupatane.